DW. Habari za ulimwengu. Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako mchana huu ni mimi Jacob Safari. Polisi ya Madagascar yajiunga na waandamanaji huku bunge likivunjwa. Kiongozi wa upinzani Kamerun adai kumshinda Rais Biya katika uchaguzi. Na Iran yasema wito wa amani wa Marekani unakinzana na vitendo vyake. Habari kamili. Antananarivo. Rais wa Madagascar Andry Rajoelina amelivunja bunge la nchi hiyo. Rais huyo ametangaza hayo kupitia taarifa aliyoichapisha kwenye ukurasa wa mtandao wa kijamii wa Facebook hii leo. Lakini kiongozi wa upinzani bungeni amesema kuwa hajashauriwa kuhusiana na amri ya rais ya kulivunja bunge. Tangazo la Rajoelina limetolewa katika wakati jeshi la polisi la Madagascar limeungana na maandamano yanayoongozwa na vijana ya kumpinga kiongozi huyo. Haya ni kulingana na shirika moja la habari nchini humo. Mkuu wa polisi ameongeza kuwa inashikamana na jeshi, akisisitiza uungwaji mkono mkubwa wa kitaasisi kwa maandamano hayo. Rais Rajoelina alikimbia Madagascar Jumapili kama ilivyoripotiwa na vyombo vya habari vya Ufaransa. Rais huyo alisema kwamba amekimbia ili kuyalinda maisha yake. Rajoelina ambaye alipata uraia wa Ufaransa mwaka 2014 hajatangaza alipo kwa sasa. Yaounde. Kiongozi wa upinzani nchini Kamerun Issa Chiroma Bakari amedai kushinda uchaguzi leo dhidi ya Rais Paul Biya aliye madarakani kwa miaka 43 sasa. Chiroma amedai kushinda ingawa matokeo rasmi yatatolewa baada ya wiki mbili. Katika ujumbe alioandika kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook, Chiroma amesema kuwa ushindi wao ni wa wazi na unastahili kuheshimiwa. Ameitaka serikali kukubali matokeo au iitumbukize nchi hiyo kwenye machafuko. Chiroma vile ameahidi kuchapisha matokeo ya kina kwa kila eneo. Biya alikabiliana na wapinzani 11 akiwemo Chiroma aliyejiuzulu kutoka serikalini mnamo mwezi Juni kujiunga na upinzani baada ya kuhudumu chini ya Biya kwa miaka 20. Mwaka 2018 mwanasiasa wa upinzani Maurice Kamto, ambaye mwaka huu alipigwa marufuku ya kushiriki uchaguzi na baraza la katiba nchini humo, alijitangaza mshindi baada ya uchaguzi. Alikamatwa baadaye na maandamano ya wafuasi wake kutawanywa kwa mabomu ya kutoa machozi na maji ya kuwasha. Biya, ambaye ndiyo kiongozi mwenye umri mkubwa zaidi duniani, anawania muhula wa 8 kama rais wa Kamerun. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Tehran. Iran imesema leo kuwa wito wa rais wa Marekani Donald Trump wa amani na Iran haulingani na vitendo vya Washington, akiashiria yale mashambulizi ya Marekani katika vinu vyake vya nyuklia mwezi Juni. Katika taarifa, Iran imesema wito huo unakinzana na tabia ya kihalifu inayoonyeshwa na Marekani kwa watu wa Iran. Wakati wa hotuba yake katika bunge la Israel Knesset hapo jana, Rais Trump alisema anataka makubaliano ya amani na Iran na kwamba makubaliano yoyote kupatikana itategemea Iran yenyewe. Na kwa Iran, kama mnavyojua, hili halisemwi kutokana na unyonge. Hakuna unyonge, ila nitasema hivi: tuko tayari, nyie mkiwa tayari, na utakuwa uamuzi bora zaidi ambao umewahi kufanywa na Iran, na utafanyika. Trump pia alisema itakuwa vyema kama Iran itawaacha kuunga mkono magaidi, isite kuwatishia majirani zake na iwache kuwafadhili wanamgambo wake, na pia itambue haki ya uwepo wa Israel. Tehran ilimjibu Trump kwa kusema matamshi yake ni ya ovyo na ya kutia aibu. Washington. Marais wa zamani wa Marekani Joe Biden na Bill Clinton wamechukua hatua nadra ya kumsifu Rais Donald Trump kwa kusaidia katika usitishwaji wa vita vya Gaza.
Katika ujumbe alioandika kwenye mtandao wa kijamii wa X, Biden amesema kwa kuungwa mkono na Marekani na washirika wake duniani, Mashariki ya Kati kwa sasa iko katika mkondo wa kupatikana kwa amani. Biden vilevile amezungumzia dhima ya utawala wake katika mazungumzo ya amani, akisema walijitahidi kuhakikisha wanamgambo wa Hamas wamewaachia mateka, kufikisha misaada kwa Wapalestina na kuvisitisha vita hivyo vilivyoanza wakati wa utawala wake mwaka 2023. Clinton kwa upande wake amesema Trump, Qatar na wahusika wengine wa kikanda waliopelekea kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha vita wanastahili pongezi kubwa. Ametaka Israel na wanamgambo wa Hamas wadumishe amani ya kudumu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka hapa DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Na msikilizaji na mtazamaji, kama ulivyokwisha sikia katika taarifa yetu hiyo ya habari iliyosomwa na Jacob Safari, ni kwamba rais wa Madagascar ametangaza kulivunja bunge kabla ya kuanzisha kwa mchakato wa kumuondoa madarakani. Mgombea urais wa upinzani nchini Cameroon amejitangazia ushindi wa uchaguzi huo, na mkutano wa amani kuhusu mzozo wa Gaza na Misri umewezesha kusainiwa kwa makubaliano ya unatazamwa kurejesha utulivu huko Mashariki ya Kati. Msikilizaji, kama ilivyo ada ya matangazo haya, muhimu ushiriki moja kwa moja. Tutumie tu ujumbe mfupi katika ukurasa wetu wa Facebook, Instagram pamoja na chaneli yetu ya YouTube. Ripoti za hivi karibuni zinasema rais wa Madagascar Andry Rajoelina ametangaza kulivunja bunge kabla ya kuanzishwa mchakato wa kumuondoa madarakani. Hatua ya Rajoelina inakuja baada ya hapo jana kuthibitisha kuwa alilazimika kuondoka nchini humo na kujificha katika eneo salama baada ya kile alichokiita jaribio la kupindua, huku maandamano yanaongozwa na vijana wa kizazi kipya Gen Z yakiendelea kutikisa taifa hilo la kisiwa. Taarifa zaidi na Iris Sanga. Kwa wiki kadhaa Madagascar imekabiliwa na machafuko makubwa ya kisiasa. Maelfu ya vijana wameshiriki maandamano ya kupinga utawala wa Rais Andry Rajoelina, wakilalamikia ukatikaji wa mara kwa mara wa maji na umeme, gharama kubwa za maisha na madai ya ufisadi serikalini. Mivutano ilifikia kilele mwishoni mwa wiki baada ya kikosi maalum cha jeshi Kapsat kujiunga na waandamanaji na kutangaza kwamba kinataka rais na mawaziri wajiuzulu. Hatua hiyo ilitafsiriwa na Rais Rajoelina kuwa jaribio haramu la kuchukua madaraka kwa nguvu na kalazimika kuondoka nchini. Katika hotuba yake ya usiku wa Jumatatu iliyocheleweshwa mara kadhaa baada ya wanajeshi kujaribu kuteka kituo cha utangazaji cha taifa, Rajoelina alisema amelazimika kujilinda. Baadhi ya marais wa Afrika walijitolea kutuma wanajeshi kuleta amani Madagascar. Nililikataa hilo kwa sababu halilingani na maadili yetu ya Kimalagasi. Kwa sababu hiyo nililazimika kwenda katika eneo salama kuyalinda maisha yangu. Ripoti za vyombo vya habari vya nchini Ufaransa zinasema rais huyo mwenye uraia wa Ufaransa tangu mwaka 2014 alitoroshwa kwa ndege ya kijeshi ya Ufaransa. Hata hivyo, serikali mjini Paris haijathibitisha taarifa hizo. Rajoelina amesema hafikiri kujiuzulu, lakini ametoa wito wa kuheshimu katiba na kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa. Wa Malagasi, familia yangu, njia pekee ya kutoka katika hali hii ni kuheshimu katiba ya nchi. Tukivuka mipaka hiyo, tutazama katika umaskini mkubwa na taifa letu litapoteza mwelekeo. Uasi wa jeshi umezua hofu ya kurudiwa kwa machafuko ya mwaka 2009 wakati Rajoelina mwenyewe alipoingia madarakani kupitia mapinduzi yaliyoungwa mkono na jeshi. Umoja wa Afrika umelitaka jeshi la Madagascar kurejea kwenye wajibu wake wa kikatiba na kuacha kuingilia siasa. Hadi sasa Umoja wa Mataifa unasema watu wasiopungua 22 wameuawa tangu maandamano kuanza Septemba 25, huku waandamanaji wengi wakiwa vijana waliohamasishwa na mitandao chini ya mwavuli wa Gen Z Madagascar. Hali nchini humo bado ni tete, huku Rajoelina akidai kuwa hawezi kuruhusu nchi yake kuangamia na kifungua milango ya mazungumzo. Lakini mashaka bado yapo ikiwa atarejea nchini au ikiwa uasi wa kijeshi tayari umeweka sura mpya katika siasa za taifa hilo la kisiwa.
Ni taarifa yake Idi Sesanga. Mgombea wa urais wa upinzani nchini Kamerun, Issa Chiroma Bakari, amejitangazia ushindi wa uchaguzi wa siku ya Jumapili dhidi ya rais aliyeko madarakani Paul Biya, ambaye ameliongoza taifa hilo kwa miaka 43, ingawa matokeo rasmi ya uchaguzi bado hayatarajiwi kutolewa ndani ya wiki 2 zijazo. Tatu Karema na maelezo ya kina. Katika chapisho kwenye mtandao wa Facebook, Chiroma alitangaza kwamba ushindi wao uko wazi na unapaswa kuheshimiwa. Amehimiza serikali kukubali ukweli wa matokeo ya uchaguzi ama kuitumbukiza nchi kwenye machafuko. Chiroma ameahidi kuchapisha matokeo ya kina kulingana na mikoa, na akaongeza kusema watu wamefanya chaguo lao. Leo ninazungumza na nyinyi kwa hisia kali na fahari kubwa. Kwa pamoja tumeweka historia. Wakati wa kampeni hii niliona Kamerun iliyosimama kwa uthabiti. Niliona wanawake na wanaume, vijana kwa wazee, waliokabiliwa na vitisho lakini walibaki kama umoja na ukakamavu. Picha za karatasi na ubao wa kujumlisha matokeo zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii na kuchochea madai ya ushindi kati ya kambi za Biya na Chiroma. Ingawa karatasi hizo za kujumlisha kura zinaruhusiwa kuchapishwa, matokeo rasmi ya mwisho lazima yatangazwe na baraza la kikatiba la nchi, ambayo kulingana na serikali ni hatua isiyopaswa kukiukwa. Biya alikabiliana na wapinzani 11 akiwemo Chiroma, ambaye alijiuzulu kutoka serikalini mwezi Juni na kujiunga na upinzani baada ya miaka 20 ya kuwa upande wa Biya. Kabla ya zoezi hilo la kura, mwanasayansi wa siasa wa Cameroon Stefan Akoa aliliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba hawapaswi kuwa wajinga, na akasema wanajua vyema mfumo unaotawala una njia za kutosha za kujipatia matokeo bora ya kura hiyo. Lakini alisema kampeni ilikuwa imechangamka katika siku za mwisho kuliko ilivyo kawaida ya hatua hiyo. Hivyo basi uchaguzi huo una uwezekano mkubwa wa kuwashangaza watu. Wengi wa raia milioni 8 wa nchi hiyo walioruhusiwa kupiga kura katika uchaguzi huo wa Jumapili wamemjua mtawala mmoja tu katika maisha yao. Katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2018, mgombea wa upinzani Maurice Kamto alijitangazia ushindi siku moja tu baada ya kura kupigwa. Baadaye alikamatwa na mikutano ya wafuasi wake ikatawanywa kwa mabomu ya machozi na maji ya kuwasha, huku baadhi wakikamatwa. Biya, rais wa pili wa nchi hiyo tangu ilipopata uhuru wake kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960, ametawala kwa mkono wa chuma, akiwateua binafsi na kuwafukuza kazi maafisa wakuu pamoja na kuwakandamiza bila huruma wapinzani wote wa kisiasa. Amefanikiwa kushikilia mamlaka kupitia misukosuko ya kijamii, tofauti za kiuchumi na vurugu za kujitenga. DW tunavuma kwa kishindo. Katika taarifa ya matumaini, mkutano wa amani kuhusu mzozo wa Gaza uliofanyika jana nchini Misri umewezesha kusainiwa kwa makubaliano yanayotazamiwa kurejesha utulivu huko Mashariki ya Kati baada ya miaka 2 ya vita vya umwagikaji damu kati ya Israel na wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas. Zaidi anasimulia Bakari Ubena. Mkutano huo uliofanyika katika mji wa Sharm el Sheikh ulihudhuriwa na viongozi zaidi ya 20 kutoka mataifa ya Ulaya, Kiarabu na Asia. Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na marais wa Misri, Uturuki na Emir wa Qatar walitia saini tamko la pamoja la kudumisha urithi wa amani. Mazungumzo hayo yalijikita katika masuala ya usalama, uongozi wa Gaza na mpango wa ujenzi mpya wa ukanda huo ulioharibiwa vibaya na vita, huku viongozi wengi wakisisitiza haja ya misaada ya kibinadamu kufikishwa kwa haraka kwa Wapalestina. Kuanzia jana, malori zaidi ya 300 yalianza kuingizwa Gaza kupitia vivuko vya Al-Auja pamoja na Kerem Shalom. Viongozi mbalimbali wa dunia akiwemo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na wengine wametaja kuunga mkono na kupongeza juhudi hizo za kimataifa, wakisema kuwa utekelezaji wa makubaliano. Ni fahari mimi kuwa sehemu kubwa ya maendeleo ya uchumi wa nchi yangu. Kwa watu wachapakazi, sekta ya usafirishaji ni kitu muhimu. Bill Clinton na Joe Biden wamempongeza Trump kwa kufanikisha mpango huo wa amani uliowezesha hapo jana kuachiliwa kwa mateka wote wa Israel na mamia ya wafungwa wa Kipalestina. Said Albana ni raia wa Gaza na hapa anaelezea matumaini yake.
Naunga mkono juhudi zozote zitakazoleta usalama, utulivu na kufufua uchumi ili kuwapa watu faraja, kwani wananchi wamechoka. Juhudi zozote zile, hata kama ni ndogo, zitazaa matunda kwa uwezo wake Mola, kwa sababu tumechoka na tunataka kulea watoto wetu. Hata hivyo, vipengee kadhaa bado vinazua utata, ikiwa ni pamoja na suala la suluhisho la mataifa mawili. Kuhusu hilo, Trump amesema hivi leo kuwa atashirikiana na mataifa mengine na baadaye ataamua anachofikiri ni sahihi katika suluhisho la muda mrefu la mzozo huo kati ya Israel na Palestina, huku Mfalme Abdullah wa pili wa Jordan akitahadharisha kwamba kusipokuwepo mchakato wa amani utakaowezesha uwepo wa taifa huru la Palestina, basi eneo la Mashariki ya Kati litaangamia. Hayo yakiarifiwa, Wapalestina 6 wameuawa hii leo huko Gaza baada ya kufyatuliwa risasi na jeshi la Israel lililodai kwamba hatua hiyo ilikuwa ya kujihami dhidi ya washukiwa waliokiuka makubaliano ya awali na walijaribu kuvisogelea vikosi vyake vilivyopo kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Iliyopita isingekuwa rahisi kuamini kuwa wakazi wa Gaza wangelala usiku kucha bila ya vishindo vya makombora ya Israel, na kwamba familia za mateka waliochukuliwa na kundi la Hamas zingewakaribisha nyumbani ndugu na jamaa zao waliochukuliwa kwa mabavu wakati wa shambulizi la Oktoba 7 mwaka 2023. Kufumba na kufumbua, yote hayo yametokea, na hilo linazusha hisia za msisimko, huzuni na matumaini. Yote hayo lakini yatategemea iwapo makubaliano ya kumaliza vita hayatatetereka. Rashid Chilumba anasimulia zaidi katika uchambuzi huu. Karibuni nyumbani. Huo ndio ulikuwa ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii na Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Israeli ikiwakaribisha nyumbani mateka waliochukuliwa na kundi la Hamas miaka 2 iliyopita. Mikanda ya video iliyotolewa na jeshi la Israel ilionyesha nyakati zilizo ya hisia nzito pale familia zilipoona tena watoto, ndugu na jamaa zao baada ya miezi 24. Kurejea nyumbani kwa mateka 20 waliokuwa hai wa Israel ni sehemu ya mpango ulioandaliwa na Rais Donald Trump wa Marekani. Chini ya makubaliano hayo, mbali ya mateka walio hai, kundi la Hamas litakabidhi miili ya mateka wengine 27 waliokufa au kuuawa wakiwa kizuizini. Kwenye ukanda wa Gaza, makubaliano ya kusitisha vita yameleta ahueni, lakini eneo hilo la Palestina linakabiliwa hivi sasa na mzozo mkubwa wa kibinadamu baada ya sehemu kubwa kusambaratishwa kwa vita, na kwa hakika safari ya kuijenga upya Gaza itakuwa ndefu. Usitishaji vita umewezesha zaidi ya wafungwa na mahabusu 2000 wa Kipalestina kuachiwa huru. Walipokewa kwa furaha sana walipoingia Gaza na mji wa Ramallah huko ukingo wa Magharibi. Hata hivyo, wachambuzi na wanadiplomasia wanatahadharisha kuwa furaha na matumaini vinaweza kusambaratika iwapo vipengele muhimu vya mkataba wa kusitisha vita havitatekelezwa au ikashindikana kuwekea mpango wa utekelezaji. Mojawapo ni makubaliano ya kulipokonya silaha kundi la Hamas na kulisambaratisha ili lisiwe na jukumu lolote katika uongozi wa Gaza mnamo siku za usoni. Mtaalamu wa Mashariki ya Kati katika kituo cha masuala ya kimataifa cha Washington, John Altman, anasema mkataba wenyewe haukueleza kwa ufasaha jambo hilo litatekelezwa vipi, na ukweli huo unaweza kuacha mwanya wa mabishano mnamo siku zinazokuja. Kwa tathmini yake, anasema hakuna mkataba wa kimataifa ulioacha mianya mingi kama uliofikiwa hivi majuzi kati ya Israel na kundi la Hamas. Swala jingine litakalo kuwa kiunzi kirefu ni kifungu kinachogusia uwezekano wa kuundwa taifa la Palestina. Wachambuzi wanasema kwa Waisraeli wengi hilo litakuwa gumu kulikubali, hasa baada ya shambulizi la Oktoba 7. Balozi wa zamani wa Marekani nchini Israel, Dan Shapiro, anasema ikiwa viongozi wa serikali na wanasiasa wa Israel watapigia kampeni kubwa ya kukataa kuundwa kwa taifa la Palestina, itakuwa vigumu kwa nchi za Kiarabu kulishawishi kundi la Hamas kutimiza wajibu wake chini ya mkataba uliofadhiliwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Upo wasiwasi vile vile kuhusu ni kwa umbali gani Rais Donald Trump ataendelea kujihusisha na mzozo wa Mashariki ya Kati na kuendeleza shinikizo kwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Trump anafahamika kwa kukosa ustahimilivu pale mazungumzo ya kusaka mwafaka yanapochukua muda mrefu. Rais wa taasisi inayotafiti sera za kigeni za Israel ya Mitfim, Nimrod Gorin, anasema mwaka ujao utakuwa wa uchaguzi mkuu nchini
Israel, na mahesabu yote ya Netanyahu yatahama kutoka kumridhisha Trump na badala yake ataelekeza nguvu ya kupambania hatma yake ya kisiasa. Hiyo itajumuisha kutoikasirisha kambi yake ya kihafidhina na ile ya misimamo mikali, na hilo linaweza kutibua karibu kila kitu kinachosifiwa sasa, au kama alivyojinasibu Trump mwenyewe, kuwa mwanzo wa enzi mpya katika kanda ya Mashariki ya Kati. Ni sauti yake Rashid Chilumba. Tanzania leo inaadhimisha taifa hilo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, huku kukiwa katika hatua za mwisho kuelekea uchaguzi mkuu ambao hata hivyo umewagawa wananchi kisiasa baada ya chama kimoja cha upinzani kususia uchaguzi huo. George Njogopa akiwa Dar es Salaam na maelezo haya. Teueni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya wananchi, acha matarajio yako wewe mpiga kura. Huyu ni baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere ambaye leo anatimiza miaka 26 tangu afariki dunia, na leo anakumbuka wakati taifa likiwa katika heka kuelekea katika uchaguzi mkuu. Mwalimu Nyerere ambaye anataja kwa mpigania demokrasia kweli, ndiye aliweka ushawishi kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi ambavyo baadhi yake leo vinajiandaa kushiriki katika uchaguzi mkuu hapo Oktoba 29. Ingawa uchaguzi umesusiwa na chama kikuu cha upinzani Chadema kwa madai ya kufanyika kwanza mageuzi katika mifumo ya uchaguzi, unashuhudia vyama vikiendelea kuzunguka kwa wapiga kura kwa ajili ya kunadi sera zao. Hata hivyo, chama tawala CCM ndicho kinachoonekana kuyatawala zaidi majukwaa ya kampeni, na hii imechangiwa zaidi na misuli yake ya kiuchumi, wakati wagombea wengine wakilalamika kukabiliwa na uhaba wa fedha. Baadhi ya wafuatiliaji wa mambo wanaona kwamba uchaguzi wa mwaka huu huenda wakawa ni mtihani mwingine wa demokrasia Tanzania kutokana na kususiwa na ngome ya upinzani. Hata hivyo, mfuatiliaji wa mambo Bashiri Hoza anasema kiwa wananchi katika uchaguzi huu ni kuona namna wagombea watakavyoshughulikia kero zao au iwapo watapatiwa ridhaa ya kuingia katika uongozi. Si Tanzania mwaka jana sio mwaka huu. Kuna mwendo kasi. Kuna madaraja kwenda juu, tulikuwa tuyajui sisi. Tulikuwa tunaona ndoto. Kuna madaraja yanakata maji. Zote zilikuwa tunaona kwenye TV tu. Ulaya huko China. Lakini sasa hivi tunavyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo maendeleo yapo. Ama kwa upande mwingine, baadhi ya wapiga kura wanasema wanapoadhimisha kifo cha baba wa taifa wakati ambako taifa likielekea katika uchaguzi mkuu, bado wanavunjika moyo na hadi zisizotekelezeka kutoka kwa wagombea. Wanaamini kwamba baadhi ya wagombea hao hutembea na ajenda za siri moyoni, huku wakishindwa kuyasimamia yale ambayo baba wa taifa aliyapigania. Uchaguzi umeshaisha. Hamna mpinzani. Kuna mpinzani gani sasa unapoona hapo? Hakuna mpinzani. Sawa. Sasa tunachosubiri, je, hizi sera wanazoongea ni za kweli? Sawa, kama watazitekeleza, lakini tumeshazoea wanaongeaga kila siku. Viongozi watawala ambao wanaoingia madarakani wanakuingia kwa ajili ya kula wao na familia zao, lakini sio wananchi wa kawaida. Hali ni mbaya sana, mtaani hamna ajira, vijana wapo wengi, ajira hamna, elimu ndio hivyo. Hivi sasa wagombea kuanzia ngazi ya rais, ubunge mpaka udiwani wako katika kipindi cha lala salama cha kampeni kabla ya kuacha ukumbi kwa wapiga kura kuamua hapo Oktoba 29. Na kwa kiasi gani wapiga kura watateremka katika vituo vya kupiga kura bado ni swali linalosubiriwa kuteguliwa siku ya piga kura, kutokana na baadhi ya kugawika kama hatua mojawapo ya kuunga mkono uamuzi uliochukuliwa na chama kikuu cha upinzani kujiweka kando na uchaguzi huo. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Msikilizaji, na mjadala wetu leo unatuama hapo siku ya kumbukumbu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tayari studioni hapa kuna Saumu Njama. Saumu, umeshawahi kusikia madaraja ya kukata maji? Ndio mtu wa mbio Tanzania, kwa sababu tumeona madaraja ya kupita na juu kweli na yafahamu, ama nimeweza kuona Tanzania wakati tunakwenda katika safari za hapa na pale. Lakini haya kukata maji inabidi niwaulize majirani, mtueleze kwa upande gani angalau tuende tukatazame. Hii ndio inaitwa tembea uone. Wewe unasafiri, sio unakaa hapa. Naombeni basi mtueleze. Labda haya ni yale maeneo ambayo ni yamejificha hatuyafahamu. Kwa hiyo mtuambieni, msiaweke siri. Sawa, nasema usafiri. Kuna nini kwenye mitandao? Bila shaka lila Nyerere Day unalo. Bila shaka na mchora katuni wetu Said Michael amechora katuni inayozungumzia siku hii, na katika katuni pale amechora picha ya baba wa taifa akisema hivi, wale maadui watatu wa taifa ambao ujinga, maradhi na umaskini ulishawamaliza. Anauliza swali katuni inayokaa kama taifa la Tanzania na bendera ya Tanzania, alafu inajibu katuni hiyo ikisema hapana, ameongezeka adui wanne ambaye anaitwa watu wasiojulikana baba.
Sasa tumewauliza ufuatiliaji wetu wanatafsiri vipi ama taswira yao kuhusiana na katuni hii. Maoni Sudi Mnete ni mengi sana kuhusiana na katuni hiyo, na mmoja hapa anaitwa Mkongwe Niliyebaki. Anajibu yeye akisema ulivyotuacha ndivyo hivi tulivyo, hatujapiga hatua yoyote, mara nyingine tunarudi nyuma alafu tunadaiwa trilioni karibu 100. Lakini Evodius Biamungu yeye anasema ameongezeka na adui wa 5 anaitwa Chawa. Na hii orodha ya maadui inaendelea kuongezeka. Wafuatiliaji wetu wanaendelea kutaja, lakini hao hawajaona madaraja haya kukata maji. Bana Sudi. Una kitu gani kingine? Kitu kingine ambacho kinazungumzwa sana ni aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema kanda ya Ziwa Ezekiel Wenje, baada ya kutangaza rasmi kwamba anajiunga na chama cha CCM, akitaja hatua yake kama uamuzi sahihi. Viongozi wa Chadema wamekataa kuzungumzia uamuzi wake, wakieleza kwamba sio kipaumbele chao kwa sasa, wakanyamaza. Lakini kwenye mtandao wa X ni jambo ambalo linazungumziwa zaidi, hasa baada ya mbunge wa zamani wa Mbeya mjini Joseph Mbilinyi maarufu kama Mr. Sugu kwenye X kuandika, sasa urudishe familia yako kutoka Canada, maana sasa huna tishio la kisiasa tena na sio mkimbizi. Kisha akaendelea kwa kuandika maneno makali, na wengine wanasema alimtolea shombo. Wengi wanazungumzia kuhusiana na hilo, na mmoja anaitwa Gaspar anasema Sugu kachefukwa bwana, lazima tuheshimu haki ya mtu kushiriki siasa. Ni haki ya kila Mtanzania kuchagua chama anachokipenda bila kupangiwa na mtu au watu. Ni siasa za ndani hizi Tanzania. Bila shaka ndio mwanzo mkoko na alika maua, ukizingatia kwamba uchaguzi unakaribia. Basi tutazame ambayo yanarindima kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwenye chaneli yetu ya